Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kufika hapa leo. Najua kila kitu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye atapanga alafu yake bila Mwenyezi Mungu. So kikubwa tunashukuru kwa kila jambo. Fight yetu ya Knockout ya Mama season 8, vita ya kisasi baina ya Alvin Kamikiu na Ibrahim Mafia ambao ni main card wetu inafanyika Ijumaa, kama waliwahi kutangulia kusema ndugu zangu hapa. Ijumaa hii muda wetu ni ule ule, lakini pia kwa niaba ya management ya Mafia Boxing Promotion, kwa kutambua mchango wa Watanzania na waandishi wa habari, kwa sababu bila nyinyi hakuna Mafia, bila nyinyi hakuna Knockout ya Mama. Sasa katika kutambua hilo jambo, kama ilivyowahi kutangazwa hapo nyuma kwamba hii fight haitakuwa na kiingilio baadhi ya maeneo kwa maana ya kawaida na yale VIP, lakini kategori ya VIP kutakuwa na namna tofauti kidogo kutokana na wale watu ambao tulikuwa nao hapo nyuma, lakini wengine tutaongeza. Lakini pia kutakuwa na ongezeko la bout 3, hazitakuwa hizi tu za Ibrahim na Yohana na Semale. Kutakuwa na ongezeko la bout 4 siku hiyo. Kwa hiyo Watanzania tuje kushuhudia burudani ya ngumi. Sikukuu ya ngumi inaendelea, na niwahakikishia pia burudani tofauti ya ngumi itakuwepo ya kutosha sana. Kama nilivyowahi kuzungumza hapo awali, kulikuwa kuna A-list artist na kweli walikuwepo na baadhi yao kutoa burudani. Sasa niwaambie tu Watanzania, siku ya Ijumaa watatoa burudani ya kutosha sana, kwa sababu hii ni sikukuu ya ngumi nchini Tanzania inayokwenda kwa jina la Knockout ya Mama. Kwa hiyo tujumuike kwa pamoja, usiofie. Unajua watu wengi wamezoea kusikia kitu free, wanaamini kutakuwa na vurugu. Hilo niwahakikishie, kwa sababu kwanza mnajua eneo tunalofanyia tukio ni eneo lenyewe tu lina kukuambia kwamba hapa inabidi uwe mstaarabu. Kabla mtu kukwambia eneo tu inakwambia hapa inabidi uwe mstaarabu. Ulinzi na usalama ni 100%. Kwa hiyo uje wewe na familia yako kwa pamoja, usiofie vurugu ya namna yoyote, kwa sababu ile dhana ya kusema bure kutakuja watu tofauti, hapana. Watu kweli tunawahitaji mje kwa wingi, lakini pia ulinzi na usalama utazingatiwa zaidi. Na kwa kulionesha utimamu wa hilo jambo, askari watakao kuwepo siku hiyo watakuwa maradufu ya wale ambao tulikuwa nao fight iliyopita. Asanteni sana, msihofu, tujumuike kwa pamoja Jumaa tushuhudie sikukuu ya ngumi inayokwenda kwa jina la Knockout ya Mama. Lakini pia kulikuwa na fight ya Mwijaku na Kasipu kutoka Kenya. Yeye mwenyewe anazungumza hapa, kwa sababu tunaye Mwijaku na Kasipu tulikuwa naye Tanzania. Sasa Mwijaku atazungumza naye baina ya fight yake hii ya exhibition itakuwepo ama la. Karibu sana. Kwanza niwapongeze on behalf of my family with my fans. I appreciate for recognition of Mafia Boxing Promotion here. Is doing very nice job. So I just give you a little bit credit on what you identified in Tanzania. Thank you very much. Sasa niwaambie utaratibu ni ule ule. Utaratibu ni ule ule. Ni upi kwa upande wa kwanza? Nakwambia kwa upande wa wanavyuo, mimi nikwambia na kupitia Vunja Bei ameniambia kuna costa 10. Kwa hiyo kama ni mwanachuo yoyote anapatikana chuo chochote cha Dar es Salaam, kuna costa 10 itawapeleka na kuwarudisha, maana usalama tayari upo. Lakini la pili, kwa mtu ambaye unapenda kuja na familia yako, unajua uzuri wa boxing Knockout ya Mama ni kama sikukuu. Yes. Kwa mtu anapenda kuja na familia, mke na mume, so unajua tena umemchukua mkeo unakuja unakaa, baada utaratibu utakuwa ni VIP standard, yani treatment itakuwa ile nzuri, hutapata ghasia, hutapata chochote. Ila kubwa ambao nimelipenda ni namna gani commission yetu ngumi imekuja na utaratibu. Hatujakurupuka kumruhusu fighter mtu apigane wakati hali yake mbaya, no. Hii tumekwenda, hizi ni level za kimataifa. Kama unakwenda kwenye level za kimataifa lazima ufuate procedure. Boxer wako unamwona mpiganaji wako haiko fiti, weka pembeni, angalia tuweze kumtibu, twende mbele. Nimependa maamuzi hayo, japo huenda kwa namna moja au nyingine mapokeo yakawa tofauti, lakini niwaambie tukitaka kukua tusilazimishe vitu.
Angepanda angekuwa mgonjwa tungeanza kusema fighter rojo kala urojo. Kwa hiyo ni bora wameahirisha, anakuja akiwa fiti. Huyu hapa nimemwambia asiondoke. Yuko fiti, nimemwambia umekula ugali, umekula maraga, umekula nini, uko vizuri, achague chakula sasa hivi. Akae ulingoni awe mzima. Sio pula, sio tunataka awe na nguvu yake, asimame. Kwa hiyo mimi nimependa hii. Kiukweli kamisheni ya ngumi mimi napenda niipongeze maamuzi aliochukua, na daktari tumemsikia hapa kazungumza. Kwa hiyo kwa mashabiki wote across Dar es Salaam na viunga vyake, Tanga, najua kuna watu wa Tanga, kuna watu wametoka Morogoro, wametoka Chalize, wametoka Rufiji hapa, sehemu yote jirani. Ijumaa tunakutana kwenye sikukuu. Na uzuri Ijumaa ni holiday. Yes. Kwa kama holiday maana tunaanza kuila sikukuu Alhamisi usiku. Tunakuja kuamkia Ijumaa hapa, tunakula bata hapa, usiku tunaona mpambano wetu. Kwa utaratibu ni ule na nitamuomba Vunja Bei. Nitamuomba Vunja Bei, mbali na kuwa na costa kwa wanachuo, atuongezee costa 5. Costa 5 iende Temeke, nyingine ende Kigamboni, nyingine ende ndugu zetu wa Bahari Beach huko. Ziwe na costa, kwa sababu mtu mwingine anasema bwana nitachelewa, basi linaenda 5. Wewe mwakilishi wa Vunja Bei, atuongezee basi 5, ziwe 15. Ziende katika wilaya hizi hapa. Mburati tusiwa sawa. Na wanapenda kupigana Mburati. Zinakuja, zinawaleta na zitaturudisha. Na level seat kama ilivyokuwa mwanzo, watu walitupongeza sana, walisema level seat tumeenjoy, lakini sasa hivi nataka iwe VVIP treatment zaidi. Yani wanakuja VIP, gari inakufuata inakurudisha, unaangalia mpambano unaondoka. Na nimwambia list ipo, wale wasanii mnaona pale ni wakubwa, tuna wasanii wakubwa zaidi yake, wanaongezeka wengine ambao tutaongeza nguvu ya hii, nguvu ya hii, lakini wasanii list nimeona pale Alikiba, na kaninongoneza kichwa, kaninongoneza Alikiba, akamwambia Mwijaku nilivyoenda pale hujajua tu, nimetamani mchezo wa ngumi. Nikamwambia mfalme watakuja kwenye ngumi, watakuja kwenye ngumi wanyoshi zaidi ya baby, ni kwenye muziki nishavuruga. Nimeona kwa vitasa vinarusha, naweza nikausha, ngambia karibu onana na Mafia Boxing, onana na kamisheni ya ngumi, wakuelekeze vigezo na masharti vya kufuata. Kwa hiyo nikwambie wasanii tutakuwa nao, na kama kutakuwa na msanii pia hata kuni challenge, maana wengine wakiwa mikoani kwa kaenda Mwanza anaongea, kama hata kuni challenge aje pale. Tushindane kwa mdomo, aje pale kuni challenge. Nimemwambia Kasipul, mkurugenzi kanambia na mkatia tiketi ya ndege anakuja, nataka niwe fight ya mapema sana 12 kasoro. Fight ya mapema, raundi zangu 4 tunaomba na Kasipul. Raundi 4 tu. Kwa sababu tunachukuliana poa, kuna watu wanakaa wananichukulia poa, wanaona tumbo hilo hizi, nataka niwaonyeshe. Kwa hiyo naomba raundi zangu 4. Kwa mimi mwenyewe Ijumaa. Na pia kwa sababu mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya michezo amesema pia wenye mili mikubwa, milioni mnayotumiaje kwenye hii jukwaa sasa muitumie. Ndio vizuri, maana ukipiga unakutana na mafuta pwako. Ukija kukutana na mafuta pwako, mimi naomba Kasipul mkatie tiketi ya ndege mapema. Ijumaa mimi nianze kufanya mambo yangu. Ndugu zangu ni karibuni, sisi kama Vunja Bei na Mafia Boxing tunasema hii sio ya kukosa, ni sikukuu ya mapigano ya kisasi. Tunakwenda kulipa kisasi kwa hali ya juu. Mnajua ndugu yetu alichomfanya. Nakwambia tunakwenda kukupiga kwa kweli my brother. Tutakukunguta kweli. Thank you. I appreciate. Tunakwenda kumpiga kweli kweli. Hapa nimembangua kitu, tutakwenda kumpiga kipigo kibaya. Maana sasa hivi hana changamoto yote, daktari kampima kaona mzima. Na sasa hivi anakula chakula cha kwao. Maana hawezi kupata food poison. Chakula cha kwao tu kinapikwa. Kwa hiyo hawezi kupata food poison. Tunakutana Ijumaa mapema. Waluguru wanasema chikuli nanga nyanga anywe au Waluguru. Maana yake mapema sana tutakutana kwa jana ndugu zangu. Nimemaliza kutoka Vunja Bei. Mafia Boxing. Tunashukuru ndugu waandishi wa habari, mmejitokeza kwa wingi kama ilivyo kawaida yetu tokea season 1 mpaka season 8. Mmekuwa mkitusapoti kwa kiwango cha hali ya juu na mjawahi kutuangusha, na leo mko hapa nasi kwa ule mwendelezo ambao tunaendelea nao katika taratibu zetu pale inapofikia katika upande wa fight zetu. Mimi ningependa tu kuwashukuru washabiki ambao wameanza kutupokea, lakini vile vile niwashukuru mabondia pamoja na commission na madaktari na wale wote walioshiriki nasi mpaka hapa tulipofikia kuendelea pambano letu ambalo tunaenda kulirudia kwa mapambano ambayo hayakuweza kuchezwa siku hiyo kutokana na kile kilichoelezwa hapo awali. Lakini pia niwaombe wadau wote wa ngumi pamoja na mabondia, Mafia tupo kwa ajili ya kufanya mchezo huu uende kimataifa. Kwa hiyo mimi niwashukuru nyote na nyote mliojitokeza hapa, na naomba pia mjitokeze kwa wingi siku ya Ijumaa ili muje muendelee kula sikukuu ya ngumi. Asanteni sana na karibuni sana. Nimeona opponent wetu msaidizi kamletea soda.
Yes, kamletea soda. Sasa is that okay? Okay. It's okay. Nimemuuliza hapa. Sije kutoa kisingizio. Yes, my friend, I'm asking your colleagues about that. He's taking soda. Is that okay for him? Because we want him to be physical fit. Yeah, he's fine. Is that okay? Yeah. Okay, tell him in God. One level soda, only got too big. No, are you okay? Oh. Yuko fine. Sawa, maana hataki kisingizio Ijumaa. Tumeshaongeza magari, vunja bei, hataki kisingizio. Amesema yuko fine. Yes, yes. Anakunywa soda, yuko fine. Kabisa. Sasa hivi hata tumbo limchike, tunamtaka ulingoni. Yes, kwa sababu kama ulivyozungumza hapo, chakula wanajichakwao wenyewe. Wanajipikia wenyewe chakwao. Yes. Yes, kwa hiyo hilo halina kisingizio na fight ipo. So na niseme kitu kimoja, fight ambazo zitaongezwa siku hiyo, knockout ya mama season 8 siku ya Ijumaa, atacheza Yusko pamoja na Rafael Flavian, lakini pia Gabriel Chola atacheza na Anwar Mlawa, lakini pia Awaz Mazule na Johnson Kiwia. Kwa hiyo hizo ni addition fight, lakini pia fight nyingine ya mapema sana ya Mwijaku hapa na Kasipu kutoka Nairobi, mkateni tiketi mapema, mkateni tiketi mapema. Atakuwepo hapa. Kenya wana mdomo sana. Yes. Baada ya kusema hivyo, niseme shukrani sana ndugu zetu waandishi wa habari kwa uwepo wenu. Mungu akipenda tukutane wakati mwingine. Asanteni sana waandishi.